Mwambie karibu nyumbani mwa Bwana. Amen. Tunaomba Roho wa Bwana atuongoze. Naomba Roho wa Bwana atusaidie. Naomba Roho wa Bwana akusaidie kwa kulipokea neno hili, kulishika ndani ya moyo wako. Amen. Na hata kulitoa nje, kwa sababu ya wale wako nje niwafikie. Amen. Kwa sababu Bwana hapendi watu wachoyo. Bwana hapendi wale wanajigaramia wenyewe. Hapendi wale watu wamejiokokea wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Anapenda uokoke, na tena uokofu huo ukawe kifungua mataa kwa mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ninaomba tuende moja kwa moja kwa neno lake Mwenyezi Mungu, nikiomba Roho wa Bwana anisaidie. Roho wake anisaidie, kwa sababu tunamhitaji katika somo hili. Amen. Mchana wa leo naomba Roho atufundishe kuhusu toba. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Naomba Roho wa Bwana atufundishe kuhusu toba, kwa sababu wakati tulie ndani, ama muda tulie ndani, nyakati tulizo ndani ni nyakati za maombi. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona Waislamu wamefunga, wao wamekamilisha safari yao, lakini sisi wa Kristo tunaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wa Kristo tuko katika safari ile wao tunaita maombi ya rend, ama maombi ya imani, maombi ya mfungo, maombi ya kutafuta uso wa Bwana, maombi ya kumrejelea Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kama hujaanza, ujue maombi haya yalianza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni maombi yalianza wiki 2 zimepita. Bwana Yesu asifiwe. Maombi ya kujirudisha ama ya kumkaribia Bwana, na maombi hayo ni ya toba. Ndiposa tuingie kwa mfungo. Kama vile twaelewa wengi wanaomba maombi ya mfungo, twastahili kujua uti wa mgongo wa maombi na imani yetu ni toba. Amen. Kwa sababu Bwana akasema hakuna aliye mwema, hakuna aliye mwadilifu, hakuna aliyeweza, hakuna aliyefika. Bwana Yesu asifiwe. Sisi wote ni wenye dhambi. Sisi wote ni wadhaifu. Sisi wote ni wakuteleza. Na kwa hivyo kinachotuunganisha na Bwana, ama kile kinaturudisha kwa Bwana, kile kinatukaribisha kwa Bwana, ni jambo linaitwa toba. Bwana Yesu asifiwe. Jambo hilo linamtia Mkristo nguvu katika imani. Jambo hilo linapatanisha Mkristo na Mungu. Jambo hilo linafanya Mkristo kuwa mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Nalo ni jambo linaitwa toba. Wengi wanaidharau, wengi hawajaijua, wengi hawajaiamini. Lakini nataka nikwambie, pasipo toba hakuna wokovu, hakuna utakatifu, hakuna kujiita mwana wa Mungu, kwa sababu watu ni wakuteleza. Yesu akasema tutubu kila wakati. Yohana akahubiri kule nyikani ya kwamba tubuni, kwa sababu anakuja. Bwana Yesu asifiwe. Ezekieli akaambia watu wa Bwana, tubuni ndiposa muweze kutakasika, muweze kurudishwa, muweze kurejeshwa, hama kupanywa upya tena, kwa sababu ya Mungu kupanywa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ninaomba mimi na wewe tuende moja kwa moja kwa neno hilo, ama kwa kitabu kitakao tuongoza katika injili hii. Kitabu hicho ni cha Zaburi 51, na kwa sababu ya wakati nitasoma tu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kitabu cha Zaburi 51. Bwana asifiwe. Kitabu cha Zaburi 51. Nitasoma kuanzia pale. Mungu ni rehemu sawa sawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako uyafute makosa yangu. Amen. Huyu ni mtumishi wa Bwana Daudi tunayemsoma katika Zaburi yake, tunayesoma injili yake katika Biblia, anayetuongoza katika mwongozo wa wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Daudi akasema ya kwamba mtu hawezi kuwa mkamilifu, mtu hawezi kuwa mwadilifu, mtu hawezi kuwa ametakata, hawezi kumkaribia Bwana kama hajaenda kwa maombi ya toba. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo ndio tunaona Daudi mwenyewe akiomba Mwenyezi Mungu, Mungu ni rehemu sawa sawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako uyafute makosa yangu. Bwana Yesu asifiwe. Daudi alipoomba maombi haya,
alijua yeye mwenyewe ni mwenye dhambi. Alijua kama mwanadamu ameteresa katika vita, ameteresa katika anasa, ameteresa katika kufuata roho yake, ameteresa kufuata mwili wake, aliteresa kwa mambo mengi. Bwana Yesu asifiwe. Daudi akajiangalia, Daudi akajioji, akajua huyu Bwana ni Mungu mwema na ni Mungu mwadilifu. Bwana wetu tunayemuishia hapendi mtu mchafu, hapendi mtu mwenye dhambi, hapendi mtu ameteresa, hapendi mtu amekosea. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ni jambo ninataka uelewe. Huwezi kuwa mtu mtenda dhambi, huwezi kuwa mtu umemkosea Bwana na una expect ya kupende, una expect ya tembee na wewe, una expect ya kujue, una expect ya kuwe ndani yako ama wewe ukae ndani yake. Haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Tunajua ya kwamba katika maisha haya tunamhitaji huyo Mwenyezi Mungu. Tunahitaji kutembea na Bwana, tunahitaji kuishi na Bwana, tunahitaji kuishia huyo Mungu, ndiposa maisha yetu yatimiane katika utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Daudi akajipima, akaona akiwa mwenye dhambi, akaona mtu muovu, akaona akiwa mtu muasi, akamuomba Mwenyezi Mungu ya kwamba Bwana, Mungu wangu, unirehemu sawa sawa na fadhili zako. Bwana Yesu asifiwe. Daudi alijua Mwenyezi Mungu ni mwenye fadhili na alisihitaji. Bwana Yesu asifiwe. Alihitaji fadhili za Mwenyezi Mungu. Wote tunajua ufadhili ni kitu gani. Tunajua kufadhiliwa ni kitu gani. Ni kubarikiwa, ni kupewa, ni kupendezwa, ni kupokea kile tunahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kila mmoja upenda ufadhili. Bwana Yesu asifiwe. Uwe ni wa baraka, uwe ni wa uzima, uwe ni wa mali, vitu vyote tunavyohitaji ni ufadhili kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Daudi alihitaji ufadhili, lakini akajionje, akaona ya kwamba hafai wala hastahili, kwa sababu yeye si mwadilifu, kwa sababu yeye ni mtenda dhambi. Akaambia Mwenyezi Mungu, Mungu ni rehemu. Bwana Yesu asifiwe. Yani ni rehemu tu. Nionee rehema mimi mwenye dhambi, nionee rehema mimi mkosaji, kwa sababu mimi si mwenye haki, na nikiomba katika haki sitapata upendo wa Mungu, sitapata kipendeleo cha Mungu, sitapata baraka ya Bwana, kwa sababu mimi ni mwenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Akaambia Bwana, unifadhili kwa fadhili zako, ama sawa sawa na mapenzi yako, ama sawa sawa na fadhili zako. Unirehemu Baba, yani usiniondolee baraka ile ninahitaji, usiisongeshe mbali ile baraka ninakuhitaji. Nirehemu tu mtoto wako, mimi niliye muasi, mimi niliye mwenye dhambi. Daudi akamwambia Bwana, wajua Baba ninakuhitaji, hata ikawa mimi ninateresa, hata ikawa mimi ni mpenda dhambi, na kuomba Baba, rehema zako zinitoshe. Unisamehe dhambi hili na unisamehe dhambi hile, ndiposa fadhili zako ziwe pamoja nami. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ni jambo watu hawaelewi. Hawajui tunafaa kuomba rehema, tunafaa kuomba fadhili katika rehema, kwa sababu hakuna mtu mwema, hakuna ule amehitimu, hakuna ule ni mwenye haki. Tunafaa kutubu, kuambia Bwana, kwa hakika tumekukosea, kwa hakika Baba yetu tumetenda dhambi, tumeenda kwa ukatili wa mioyo yetu, tumeenda kwa kuongozwa na wengine, tumeenda kwa anasa ya dunia hii, tumeenda kwa mapenzi yetu wenyewe, tumekuasi Baba, tumekutenda dhambi, hatufai wala hatustahili, lakini twaomba msamaha kwako, na kwa rehema zako utufadhili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Daudi akaomba maombi ya hekima, na ndiyo maana alibarikiwa. Mstari wa 2, unioshe kabisa na uovu wangu, unitakase dhambi zangu, maana nimejua mimi makosa yangu, na dhambi yangu hii mbele yako daima. Amen. Bwana, Daudi akamwambia Bwana, unioshe dhambi zangu, unitakase dhambi zangu,
Na hapo ndipo Daudi alitubu. Akaambia Bwana, mimi ni mzinzi. Akaambia Bwana, mimi ni mchoyo. Akaambia Bwana, mimi ni mnyonge. Akaambia Bwana, mimi ni unasitii. Akaambia Bwana, mimi ni wa kiburi. Akaambia Bwana, nimekosa. Akaambia Bwana, ninatubu, unisamehe Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Daudi alijua ya kwamba asipooshwa uovu wake wote na atakaswe, dhambi zake haziwezi ondoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ninajua nafundisha mtu maombi, kwa sababu huenda kwa maombi watu huenda kuomba pasipo kujielewa. Wanaona wanastahili, wanaona wanafaa, wanaona wana watakatifu, wanaona wanastahili, ili yale watu wa Mwenyezi Mungu ni watu wa fedhuli, ni watu wa nafiki, ni watu wa watendi sawasawa na haki ya Mwenyezi Mungu. Daudi akaambia Bwana, nimekukosa. Akaambia Bwana kwa kinywa chake, nimekukosa kwa usemi huu, kwa masengenyo, kwa wivu, kwa vita. Akahesabu mbele za Bwana. Neno linasema alitubu dhambi baada ya ingine, alitubu dhambi zake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akaambia Bwana, nitakase tu, nitakase na damu yako, nitakase baba yangu, nioshe, nichoke katika usopo wako. Na akaanza kutubu. Nimekosa hili, nimekosa hili. Neno linasemaje? Kwa sababu yeye mwenyewe alijua makosa yake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hapa hakuna ule asiyejua dhambi yake. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja anapokosa, kila mmoja anapotenda dhambi, anajua. Bwana Yesu asifiwe. Ukimnyima jirani yako, unajua. Ukiimbia jirani yako, unajua. Ukizini, unajua. Ukiongea uongo, unajua. Ukipigana, unajua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Daudi alijua makosa yake. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo ndio kaenda mbele za Bwana moja kwa moja. Mimi nimekosa hili, mimi nimekosa hili, mimi nimekosa haya. Naomba fadhili zako na rehema zako Bwana, zisiniondoke. Naomba unioshe, naomba unitakase, naomba unisafishe na uniondolee dhambi yangu. Amen. Na Bwana akamsamea nani? Daudi. Mstari wa 4. Nimekutenda dhambi wewe peke yako. Alijua anapokosa hakosei mtu, anakosea Bwana. Wakati unaona unamkosea mwanadamu, hamkosei mwanadamu, wamkosea Mungu. Daudi alijua katika dhambi zake, katika kila hatia aliyekuwa ndani, amemkosea Mungu wake. Kwa hivyo mstari wa 4, nimekutenda dhambi wewe peke yako na kufanya maovu mbele ya macho yako. Wewe ujulikane kuwa una haki unenapo, na kuwa safi utoapo hukumu. Kwa hivyo Daudi akajiamini ya kwamba yeye ni mwenye dhambi na amemkosea Bwana, hajakosea mwanadamu. Ni nani hapa katika kanisa hili anatambua wakati anakosa? Akosei mkuchungaji, akosei mwenzake, akosei mtu yoyote, anakosea Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Daudi akajua katika hali yote, mimi ni mwovu mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akaomba mstari wa 5, tazama mimi naliumbwa kati ya uovu. Tazama mimi naliumbwa katika hali ya uovu, maana mama yangu alinichukua mimba hatiani. Amen. Daudi alikumbuka ile historia ya kwao. Alikumbuka mambo yale amesikia yakinenwa. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba sio sawa mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tukirudi pale nyuma, usawa wa Daudi ni kutokana na mke wa Uria. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunakumbuka historia ya Uria. Ule aliyeua nani? Aliyeuawa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
mambo haya yote yakaonekana kuwa, yani Daudi akajitambua yeye alizaliwa kati ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Daudi ndiye aliua Daudi ndiye aliua Uria. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ndio hao Uria katika historia ya Daudi, mambo haya yalikuwa tu. Bwana Yesu asifiwe. Mambo haya ya kuuana, mambo haya ya kutesana yalikuwa tu katika ufalme. Ukifuata kizazi hicho cha ufalme, ndio Daudi akuje kuzaliwa, yalipatikana mimba za hatiani. Bwana Yesu asifiwe. Yalikuwa yamepatikana mimba za hatiani. Kwa hivyo akajichunguza katika historia ya kwao, akajua ya kwamba yeye Daudi hakupatikana kwa cheni iliyo nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Alipatikana katika hatia, alipatikana katika ndoa isiyo takatifu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaita historia ya Daudi, utakuja kujua kwa nini nasema hivi, kwa sababu sitaki kuifuata. Nikifuata ina historia refu, lakini aliangalia kisasi chao, akaona mahali ametokea hajapatikana kwa haki ya ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Na ninapokusaidia, tunaporudi katika kitabu ni Kutoka ama Kumbukumbu la Torati. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. 23. Neno la Bwana linasema kisasi cha kwanza hadi cha 10 kile kimezaliwa nje ya ndoa hakitaingia katika ufalme wa mbingu. Ni Kumbukumbu la Torati. Kutoka Kumbukumbu. Ukisoma Kumbukumbu la Torati 23, kuna mstari pale, sijui ni wa 10 18, mstari wa 2. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati mstari wa 2. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Bwana linasema kisasi cha kwanza hadi cha 10 kile kimepatikana nje ya ndoa hakitaona ufalme wa mbingu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Daudi akajioji katika kile kitabu, akaona nasikianga katika historia nilipatikana, kuanzia kwa historia hii nilipatikana katika nje ya ndoa, katika uzinzi, katika usherati. Sasa sifai machoni pa Bwana, nami ninamhitaji Bwana. Akaomba Mwenyezi Mungu, akatubu mbele za Bwana. Mwenyezi Mungu, kwa rehema zako tu. Amen. Kwa sababu ni jambo ilikuwa imekanushwa ya kwamba hakutaonekana kisasi kama kile katika ufalme wa Bwana. Akajua nimepatikana huyu na mimi nahitaji kumwishia Bwana. Sasa nifanyeje? Akaenda kwa toba, akaambia Bwana, mimi ni yule nimepatikana hatiani. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kifupi, nimezaliwa nje ya ndoa, sikupatikana kwa haki ya ndoa, na wewe umekataa wale wasie ndani ya haki ya ndoa. Nifanyeje Baba? Ninatubu mbele zako, utoa rehema zako. Akaomba Mwenyezi Mungu, kwa rehema zako unisamehe, kwa sababu neno linasema ni mwingi wa rehema. Hata mahali amesema haitakuwa, ukitubu na ukienda kwa imani atarudisha rehema zake. Bwana Yesu asifiwe. Daudi alielewa Bwana, hata kama neno limemtungia kuwa katika ufalme wa mbingu, kuendanisha na Bwana, alijua Bwana ni wa rehema nyingi. Mimi nikimwendea tu Bwana, katika hatia imenipata, katika dhambi nimekosa, Bwana atanirehemu, na katika fadhili zake sitapungukiwa. Bwana Yesu asifiwe. Wewe una dhambi gani ya hatia? Bwana Yesu asifiwe. Ni hatia gani iliyo pamoja nawe? Hiyo unaona kana kwamba imekufungia milango ya Bwana, imekufungia uhusiano wako na Mungu, imekufungia njia zako na Bwana. Ni milango ya namna gani? Ni milango ya aina gani? Ama ni kitu gani? Kwa sababu Daudi aliona kuna jambo imenizuilia, hata nikisongea Bwana hata nipokea, Bwana hata nikubalia, kwa sababu alisema kisasi cha kwanza mpaka cha 10 hakitaingia kwa ufalme wa mbingu. Daudi akatubu, akaambia Bwana, ninajua mimi nimepatikana hatiani, nimepatikana nje ya ndoa, kwa
Kwa hivyo ninakuomba Bwana, unisamehe, unioshe, unitakase, uniondolee dhambi hii na fadhili zako zinitoshe. Bwana Yesu asifiwe. Ni nani anaombaga maombi haya? Kila mtu mbele ya Bwana anaona ameokoka. Kila mtu mbele ya Bwana anaona ni mtakatifu. Kila mtu mbele ya Bwana anaona anafaa, anaona anastahili. Ajioji kwa moyo wake, ajioji ndani ya imani yake, ajioji katika uzao wake, ajioji katika ukoo wake, ajioji jinsi alivyo. Bwana asifiwe. Ni wakati wa kila mmoja kujioji katika maisha yake, ya kwamba yenyewe nimeokoka, lakini katika wokovu huu nina jambo la hatia lile linazuilia ama linalonizuilia ya kwamba nisiweze kumuona Bwana. Yaweze kuwa jambo hili ulijificha pamoja na ndugu yako, ulijificha pamoja na damu yako, kwa sababu neno la Bwana linasema na mtu asijifiche pamoja na damu ya kwake. Yani kifupi, usiwe na uhusiano na damu ya kwenyu. Neno la Bwana linakanusha watu wa Bwana hata wasienende na minyama, wasifanye ukatili kama ule. Neno la Bwana linasema wanaume wasioane kwa jinsia ya kiume. Neno la Bwana linasema wanawake wasioane katika jinsia ya kike tu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona mambo haya yanaendelea. Wanaume wanalalisha ng'ombe. Bwana Yesu asifiwe. Akipata ng'ombe msituni anainajisi, akitaka mbuzi anainajisi, akitaka mtoto mdogo anamnajisi. Ile hali anakuja kanisani, anakimbia kutubu, anasema Bwana, unajua nimetenda. Bwana Yesu asifiwe. Haikuwa dhambi ya mazoea, ilikuwa dhambi ya hatiani. Ile ilimpata Daudi, ama Daudi alijipata ndani ya hiyo dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu tunafaa kutofautisha. Si kutenda dhambi ukijua ndiposa ukuje kutubu. Bwana Yesu asifiwe. Ukijua dhambi, achilia dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kataa dhambi. Kitabu cha Yakobo wa kwanza mlango ule wangapi? Wa 4:17 inasema piga shetani na ufanye nini? Sijui kama ni wao wa 17, lakini ni hiyo kitabu cha Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Piga shetani atoroke ama umtoroke. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Daudi alipiga shetani katika ombi lake, katika kutubu kwake, kwa sababu alijua shetani yako karibu naye. Ni kitabu cha Yakobo ngapi? 1. Amen. Angalia vizuri, ni vizuri kujua hizo vitabu. Yakobo, piga ibilisi. Amen. Angalia 1:10 ama 4:10. Bwana Yesu asifiwe. Ni hapo Yakobo. Kama utapata hiyo ndio homework, enda ukasome. Bwana Yesu asifiwe. Iko pale kwa kitabu cha Yakobo. Tunaambiwa tupige shetani na tumtoroke shetani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Daudi akainua lungu ya toba, akapiga shetani. Hata mahali kwake ilionekana ni kama ni stagnant, haiwezi kumove, haiwezi kuendelea. Daudi akafungua kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Ni jambo gani hilo kwako limeonekana kuwa kwako haliwezekani? Limeonekana kuwa kwako ni ngumu. Huenda limekuwa ngumu kwa sababu ya dhambi ya kuzaliwa. Huenda limekuwa ngumu kwako kwa sababu ya dhambi ya ukoo. Ni wakati wa kuinua toba. Ni wakati wa kuenda mbele za Bwana. Mwambie Mwenyezi Mungu, ninajua dhambi hili lipo. Bwana Yesu asifiwe. Ni dhambi gani hiyo ya ukoo wenu? Bwana Yesu asifiwe. Ni dhambi gani imefunga ukoo wenu? Wajua ya kwamba imefunga baraka zenu. Wajua ya kwamba imewatenganisha na Mwenyezi Mungu. Ni wakati wa kusimama. Ambia Bwana, ninajua nilizaliwa katika hatia hii ya mji wa watu waasi, ya mji wa watu walevi, ya mji wa watu wauaji, ya mji wa watu waganga, ya mji wa watu wa kuchuma madawa ya kienyeji, ya mji ya wachawi, mji wa kutesa watu wengine. Ambia Bwana, ninajua hatia hii
inanizuilia kukuona uso kwa uso. Sasa ninaipunja ama ninaipiga katika maombi ya toba. Ambia Bwana, najua mama yangu ni mchawi na mimi ninatubu uchawi. Ambia Bwana, ukoo wetu ni wa kumwaga damu na mimi ninatubu kumwaga damu. Ambia Bwana, ukoo wetu ni wa uzinzi na usherati. Ukoo wetu ni polygamy. Ambia Bwana, ninatubu kuoa ama kuolewa kwa mke wa pili, ama kuoa kama mume aliye na wake wawili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kunayo mambo yanatuweka katika hatia ile tunaweza kuyaondoa kama Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Watu wetu wanakufanga tu wakifika miaka fulani, wakifika kiwango fulani, watu wetu wanaangamia. Ujue hiyo ni hatia, ulizaliwa ndani. Kwa hivyo usiposimama uombe, usiposimama utubu, usiposimama umuite Bwana, mwambie Bwana, nimezaliwa kwa ukoo wa kumwaga damu, nimezaliwa kwa ukoo ule watu huenda kwa premature death. Bwana unisaidie, ni wakati wa kutubu. Ambia Bwana, ukoo huu nimeolewa ama ukoo huu ninaishi ni watu majabasi, ni watu waizi, hata watoto wangu wameingia katika timu hiyo. Sasa ninatubu hiyo damu, ninatubu hiyo dhambi. Unioshe na uzazi wangu, unioshe, unitakase na unifungue Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya kukosa toba ndio watu wa Mungu wanakaa jinsi walivyo. Bwana Yesu asifiwe. Unaambia Mwenyezi Mungu, nimezaliwa katika ukoo ama kwa wazazi hawakukujua ama hawakukutambua, hawakuwa na nafasi yako, hawakuenda kanisani, hawakuomba. Lakini mimi ninapofika saa ya kanisa nasikia uchovu tu, nasikia siwezi tena, nasikia siwezi kwenda kanisani, nasikia unyonge unakuja. Lakini kanisa ikiisha natamani kuomba, natamani kuenda kanisani. Inapofika siku ya kanisa nasikia siwezi kwenda kanisani, nasikia moyo unapigana, nasikia unyonge na udhaifu. Usiposimama uambie Bwana, ninajua hatia hii himo pamoja nami. Mama yangu hajaokoka, baba yangu hajaokoka, ndio maana ninasikia hatia hii inanifuata, hatia hii inanitafuta. Ndio maana ninasikia katika unyonge wa imani. Usiposimama kwa rungu ya toba, nataka nikuambie, tutaomba bure, tutaokoka bure. Bwana asifiwe. Ni kitu gani hicho unaona kimekufunga katika wokovu wako? Kwa sababu tuko katika hatia ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Tunajifananisha tu na wokovu, lakini maisha yetu hayajaokoka, roho zetu haijaokoka. Ni mambo gani hayo? Unayajua. Daudi akasema, najijua vizuri, naelewa historia yangu vizuri, naelewa huko kwetu vizuri, naelewa dhambi ya mama yangu vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Ni lini utaelewa ya kweli? Ni lini utajua dhambi ya kweli? Ni lini utajua dhambi ya kwako? Ni lini utaelewa historia ya kweli? Usimame uambie Bwana, ninajua hii dhambi imelemea huko kwetu, watu hawaokoki, watu hawakupendi kwa sababu ya jambo hili. Naomba Yesu unisaidie, unitakase, unioshe, unitakase. Naomba unirehemu, fadhili zako zinitoshe. Natubu makosa yangu, unisamehe Mwenyezi Mungu. Ni wakati wa kanisa kuamuka. Amen. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Daudi alisema, mama yangu alinichukua mimba hatiani. Amen. Ni mambo gani hayo unayapata unaishi nayo? Sio dhambi uliyoitenda wewe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hiyo dhambi inakufungia mlango wa mbingu, inafunga wokovu wako, inafunga uhusiano wako na Mwenyezi Mungu. Ulipata yakiendelea na hata wewe unayaendelesha ile hali umeokoka. Bwana Yesu asifiwe.
Ni wakati wa kutubu kanisa. Tukijua kile tunatubu. Yale hatujui hatutahukumiwa ndani yake. Amen. Mstari wa 6. Daudi akasema, wapendezwa na kweli iliye moyoni, nawe utanijulisha hekima kwa siri. Amen. Daudi alijua Mwenyezi Mungu anapendezwa na haki na ukweli ulio ndani ya moyo wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wacha kuenda kwa toba kwa njia ya uongo, kwa njia ya unafiki, kwa njia ile unaijua lakini hutaki kuitubu. Daudi aliambia Bwana, ninakujua vizuri. Wewe unapendezwa na ukweli uliye moyoni mwa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unatubu hili, unaacha hile. Wewe unaomba hili, unaacha haya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anakujua ndani ya kilindi cha moyo wako. Anajua fedhuli unayoficha ndani ya moyo wako. Anajua ile dhambi hutaki kutubu juu bado unaipenda. Bwana Yesu asifiwe. Kuna dhambi zingine hatutubungi juu bado tunasikia tutaki kuachilia hayo. Bwana Yesu asifiwe. Daudi alienda kwa ukweli. Daudi alienda kwa haki. Kwa sababu amesema alimtambua Mwenyezi Mungu ni yule anapendezwa na ukweli wa moyo. Amen. Kwa hivyo hiyo ni sawa na kuambiwa unapoenda mbele za Bwana, ambia Bwana yote. Ambia Bwana kwa ukweli. Bwana, nimekosa. Bwana, sina heshima. Bwana, sina adabu. Si unajijua? Kama huna heshima na adabu unajua. Bwana Yesu asifiwe. Ambia Bwana vizuri, ongea na yeye. Umwambie nimeishi ya kwamba mimi si mwema. Nina ufedhuli huu, nina dhambi hili na nina dhambi hile. Amen. Utubu kwa haki, naye Bwana atakusaidia. Amen. Alimsaidia Daudi akashinda majaribu yote. Tufungue kitabu cha Ezekieli 16. Ezekieli 16. Tuone naye Ezekieli. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuambia leo nataka ushike kuomba ama kutubu, kwa sababu wengi wanafikiria ni mzaa tu tunaofanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Enda kitabu hicho cha Ezekieli mlango wa 16. Neno la Bwana linasema, neno la Bwana likanijia tena kusema, mwanadamu, ujulishe Yerusalemu machukizo ya Yerusalemu hivi, asili yako na kuzaliwa kwako kwa toka katika nchi ya Mkanahani Mwamori, aliyekuwa baba yako na mama yako alikuwa Muhiti. Na katika habari za kuzaliwa kwako, siku ile uliyezaliwa, kitovu chako hakikutakaswa, hakikukatwa wala kuoshwa kwa ajili hakikuoshwa kwa maji. Tarudia. Kitovu chako hakikukatwa wala kuoshwa kwa maji usafishwe. Hukutiwa chumvi hata kidogo, wala hukutiwa katika nguo kabisa. Hapana jicho linalokuhurumia, hapana jicho lililokuhurumia ili kukutendea lolote la mambo haya kwa kukuhurumia, lakini ulitupwa nje, ulitupwa nje uwandani. Kwa kuwa safi yako, kwa kuwa nafsi yako ilichukiwa katika siku ile uliyezaliwa. Mstari wa 6. Nami nilipopita karibu nawe, nikakuona ukigaagaa katika damu yako, nalikuambia, ujapokuwa katika damu yako uwe hai, ijapokuwa katika damu yako uwe hai. Naam, nalikuambia. Hii Kiswahili ni gani bwana?
Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tulifika mstari gapi? Sina macho ine leo. Mstari wa 6. Nami nilipopita karibu nawe, nikakuona ukigaagaa katika damu yako. Na nikakuambia, ujapokuwa katika damu yako, uwe hai. Naam, nalikuambia damu yako uwe hai. Nalikufanya kuwa maelfu elfu kama mimea ya mashamba, ukaongezeka na kuzidi kuwa mkubwa, ukapata kuwa mzuri mno. Matiti yako yakaumbwa, nywele zako zikawa zimeota, lakini ulikuwa uchi, huna nguo. Basi nilipopita karibu nawe, nikakutazama. Tazama, wakati wako ulikuwa wakati wa upendo. Nikatandika uvindo wa vazi langu juu yako, nikakufunika uchi wako. Na nilikuapia, nikafanya angano nawe, asema Bwana Mungu, ukawa wangu. Na Bwana abariki neno lake. Amen. Kwa hivyo huyo ni mwingine mtumishi wa Mungu, Ezekieli. Naye anahimiza, analilia kanisa la Bwana katika toba. Amen. Anasema ya kwamba alipozaliwa ama ulipozaliwa, Bwana Yesu asifiwe, haukuona mtu wa kukusaidia. Haukuweza kupanguzwa hata damu ya kuzaliwa. Haukuweza hata kuvalishwa mavazi. Haukuweza kutendewa kama vile kitoto kinavyozaliwa kinavyofunikwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hata yeye anakumbuka dhambi za hatiani, kwa sababu ni dhambi ya nena alizaliwa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ya kwamba hakupanguzwa, yani hakupelekwa hata kwa madhabahu, hakuombewa ile damu ya hatia aliyezaliwa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiyo maana anasema hata katika damu ya hatiani sikupanguzwa. Bwana Yesu asifiwe. Alizaliwa na akaachiliwa hivyo. Na hivyo ndivyo kulivyo. Kuna wengi hapa walizaliwa, lakini hawakupelekwa kanisani, hawakuombewa wakiwa watoto wadogo. Walipatikana katika hatia, lakini hawakuombewa hiyo hatia iweze kuwaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengi wana watoto, wamezaa watoto, lakini watoto wale hawakuweza kuombewa waweze kuondolewa katika hatia ile wamezaliwa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Ezekieli naye akajuta kwa sababu ya hatia aliyezaliwa ndani. Akaona ya kwamba nimezaliwa katika damu, lakini hakuna mtu amenifuta kwa damu hii ya uasi ama kwa damu hii ya uovu, ninaishi nayo. Bwana Yesu asifiwe. Akaambia, Bwana, nilitupwa tu, yani sikulelewa katika kanisa kama vile wengi wamezaa watoto na wamewatupa tu. Bwana Yesu asifiwe. Ezekieli analia ya kwamba akazaliwa na akatupwa tu. Hakuonyeshwa njia ya Mwenyezi Mungu, hakuonyeshwa njia ya kanisa. Kama vile sisi wazazi tunazaa watoto, tunakuja kanisani, lakini tunawaacha, tumewatupa, tumewaachilia. Ile damu walizaliwa ndani haijaondolewa, ile hatia walizaliwa nayo haijaondolewa. Hatuja wavalisha mavazi, yani ile imani. Mavazi ni ile imani. Bwana Yesu asifiwe. Umezaa just imagine, ulizaa mtoto kwa hatia hiyo, wewe mwenyewe ulizaliwa ndani. Wajua ile hatia ulizaliwa ndani. Hiyo hatia ya kweli. Mji wenu una dhambi hii, mji wenu una madhabahu haya, mji wenu una madhabahu yale. Unajua vizuri. Ukamzaa mtoto, au kumpanguza, au kumtenganisha na madhabahu hayo. Yani kupanguzwa kwake ndio kuombewa kwake. Bwana Yesu asifiwe. Na hata kando na hiyo, au kumsomesha, au kumfunika nguo ya imani. Kumfunika nguo ni kumpeleka katika imani. Umeachilia watoto, badala ya kumsifu Bwana, hao ndio wanaiba rege. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Badala ya kama alizaliwa wa kuabudu ama wa kusifu, utampata anaabudu mashetani, utampata anainua rege juu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wewe mzazi haujalea mtoto katika Ukristo, haujalea mtoto katika hali ile, Biblia inatufundisha tuwalee. Amen. Haujamlete aomewe, haujamuongoza katika njia ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Haujamfunika vazi ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema nywele zake zikaanza kuota, matiti yake ikaanza kumea. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni kumaanisha akakuwa, akaanza kukua akiwa ndani ya hiyo hatia, haukuweza kumuondolea. Bwana Yesu asifiwe. Ni wangapi hapa watoto wao wako kanisani? Amen. Ni wangapi hapa wanafuatilia, wanasema huyu ni mtu mzima, wacha akae? Bwana Yesu asifiwe. Ni wangapi hapa wanahubiria watoto ya kwamba hatuna njia nyingine, njia ni moja tu ya kumuishia Kristo? Kama unataka kufaulu, kama unataka kwenda mbinguni, njia ni moja. Wewe ni ule una neno kwa kitabu hichi cha Ezekieli 16. Ukamzaa mtoto, haukumpanguza damu, ukamwachilia, haukumfunika mavazi. Bwana Yesu asifiwe. Haujamleta katika Ukristo, haujamlea katika ile njia Kristo anataka tuwalee. Ng'ang'ana na watu wale. Bwana Yesu asifiwe. Hata ingawa katika kitabu cha Timotheo anatuambia kizazi hiki kilitabiriwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu gani? Kitakuwa na mioyo migumu, mioyo isiyo ya kutii, mioyo ya kurudia dhambi, mioyo ya kujitawala, mioyo ya kujiongoza, mioyo ya kusema sisi tunajua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Timotheo aliangalia akaona jinsi wazazi wanalea watoto sio jinsi inavyostahili. Wanazaa watoto hawapeleki vile Biblia inatuambia katika kitabu cha Mambo ya Lawi 12. Leta watoto kanisani, watoto waombewe, peana mtoto mbele ya Mwenyezi Mungu. Yesu akatufundisha tuache hawa wadogo waje kwake. Watu wa Mungu wanajua, lakini hawaleti watoto mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kwa hali hiyo ya kukosa, wakaachilia watoto wale, yani ni sawa na kuwazaa na wako wapanguza damu. Bwana Yesu asifiwe. Hawakuwaongoza kwa njia ya kikanisa, kwa njia ya Injili, kwa njia ya wokovu, wakawaachilia watoto hao, wakaonekana ni kana kwamba walizaliwa na wakaachwa uchi. Bwana Yesu asifiwe. Na unajua mtoto akiachwa hivyo, baridi itampiga, maangamizi itaonekana. Bwana Yesu asifiwe. Utasikia na kifua kikuu, hapo na pneumonia, sijui na magonjwa gani ya baridi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya kutoleta watoto waombewe, kwa sababu ya kutowaonyesha msingi wa imani, ndio unaona mmoja anashikwa na ubaridi wa ujabasi, mwingine anashikwa na ubaridi wa uzinzi, mwingine ubaridi ule unamwachia kwa sababu hajapigwa jua vizuri, ni wa kiburi, ni mwizi, ni muovu, yani wana mambo haya. Ule ndio ubaridi ule uliwapiga. Bwana Yesu asifiwe. Haukumleta aombewe, ndio maana wako ni mwizi. Na kama ulimlete, haukumleta kwa kanisa, ndio maana akawa uchi. Baridi hiyo ama ule ukoma ukampiga. Bwana Yesu asifiwe. Mmoja akakuwa mtukutu, mwingine ndio wa kupanga riots, mwingine sijui ndio wa kuiba, mwingine sijui wa kushika watu geta, mwingine ndio wa kutumwa aende aroge mahali. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja akashikwa na ubaridi wake. Tunajua mtoto akiachiliwa pasipo mavazi atashikwa na ubaridi na ukoma fulani kwa sababu ya baridi. Wao wameshikwa na ukoma gani? Na makosa ni ya mtoto ama ni yako? Bwana Yesu asifiwe. Nataka leo tuende kwa upole, tuone makosa yetu, tuweze kutubu. Bwana aturehemu kwa fadhili zake. Bwana Yesu asifiwe. Huyu wako jinsi alivyo, makosa tutasema ni yake ama makosa ni yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu neno linasema
hakuvikwa mavazi ya kitoto alipozaliwa. Yani hakuongozwa, hakufunikwa katika imani. Ulimwachilia afanye vile anataka, akuje kanisani wakati anataka, akutawale vile anataka. Ulimwachilia tangu akiwa mdogo. Haukumpanguza damu yake. Bwana Yesu asifiwe. Haukumlete aombewe, haukumlete atakazwe, atenganishwe na hatua za nani? Za shetani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tutamlaumu nani? Ni wewe, ni mtoto, ama ni shetani? Bwana Yesu asifiwe. Na uliza tutamlaumu nani? Ni mzazi, ni mtoto, ama ni shetani? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ukijua dhambi iko kwako, ni wakati wa kusimama. Ambia Bwana, nimejipata katika hatia hii, na watoto wangu nimewazalia kwa hatia hii. Kwa hivyo leo nimesimama kwa ombi ya imani, kwa ombi la toba. Unifungue kwa dhambi hili, ufungue watoto wangu, ufungue mume wangu, ufungue maisha yangu, na Bwana atatufungua. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tukitenda haya tutabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitabu kingine nasikia kinapotea, lakini najua ni mlango wa 4. Mtu mmoja anaitwa Yabesi. Mambo ya Nyakati mlango wa 4. Bwana Yesu asifiwe. Mwana mmoja akazaliwa. Amen. Kwa majuto mengi, kwa uchungu mwingi, akaishi katika hiyo hatia. Bwana Yesu asifiwe. Yabesi, neno linasema alizaliwa katika uchungu mwingi. Yani uchungu ni ile hatia alizaliwa ndani, kwa sababu si yeye alisababisha. Bwana Yesu asifiwe. Yeye, Biblia inasema alizaliwa katika mateso mengi. Bwana Yesu asifiwe. Yale mateso yaliandaliwa na nani? Na shetani, na mzazi, ama ni Yabesi? Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto akazaliwa katika mateso hayo, na akakuwa ndani ya mateso hayo. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka ikafika kiwango, tumesema ni Mambo ya Nyakati. Mambo ya Nyakati ni mlango gani? 4:9. Amen. Nataka unisikize. Mambo ya Nyakati mlango ni wa 4. Amen. Mstari wa ngapi? Wa 9. Naye Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze, na mama yake akamuita jina. Tumeanzia katikati. Amen. Wacha tusome kuanzia mstari wa 1. Wana wa Yuda, Peresi na Ashoni na Karimi na Arusi na Sobari, na Rehaya mwana wa Sobari akamzaa Yafethi. Yafethi akamzaa Umai. Jini na Mai ama ni Umai. Amen. Na Lahadi na Lahadi. Hizo ndizo jamaa za Wasorathi. Amen. Umesikia, ilikuwa ni ukoo. Tumeambiwa vile ulizaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Na hawa ndio wana wa babaye Etamu, Yazaeli na Heshima na Aseropoli. Amen. Hizo maukoo. Amen. Simeishia wapi? Amen. Kwa hivyo kufika hapo 9:2. Amen. Ilikuwa Mungu anaeleza kuhusu ukoo. Amen. Jinsi ulipozaliwa ukoo baada ya ukoo. Amen. Kwa hivyo naye ndiye inasema pale mlango wa 9 unasema, naye Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze, na mamaye akamuita jina lake Yabesi, akisema, ni kwa sababu nalimzaa kwa huzuni. Huyu Yabesi akamulingana Mungu wa Israeli, akasema, lau
kwamba ungenibarikia kweli kweli na kunisidishia ozi yangu, na mkono wako ungekuwa pamoja nami, nawe ungenilinda na uovu, ili usiwe kwa huzuni yangu. Naye Mungu akamjalia hayo aliyeyaomba. Amen. Amen. Kwa hivyo tunaona huyo ni mwingine alizaliwa katika hatia hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Na akagundua kinachonitesa si makosa yangu. Kinachonitesa kinatoka mbali. Kinachonitesa akijaanza leo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akasema alizaliwa hatiani ama kwa mateso mengi. Mama yake ndiye anaeleza, nilimzaa kwa mateso mengi, nilimzaa kwa uchungu mwingi, nilimzaa katika mambo haya. Yabesi akatambua. Bwana Yesu asifiwe. Naye akamulingana na Mwenyezi Mungu, yani akamuendea Bwana akijilinganisha, akiambia Bwana, mimi Yabesi katika historia yangu nasikianga hata nilipozaliwa, wenda nilizaliwa barabarani, hakukuwa na nguo ya kufunikwa. Nasikianga historia ya kwangu nilitesa sana, ama magonjwa yalinitesa sana. Bwana Yesu asifiwe. Na yaliponitesa yalitesa mzazi wangu. Bwana Yesu asifiwe. Yabesi akajielewa katika ile hatia alipatikana ndani, akamuenda Mwenyezi Mungu kwa kulingana, yani akijilinganisha katika hali yake ya kwamba ninajua jambo hili ni historia ya kwetu, kwa hivyo ninateseka, kwa hivyo ninavungika, kwa hivyo ninaumia. Akaomba kama Daudi, akaambia Bwana, unifadhili, unibariki, niondolee hali hii, niondolee uovu huo, kwa sababu nimejua ama ninaelewa nilipata hali hii katika hatia yangu ile nilizaliwa ndani. Akaomba Bwana, naye Bwana akambariki Yabesi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo siku hii ya leo, haijalishi ulizaliwa katika hatia ya namna gani, katika dhambi ya namna gani, haijalishi ni hatia gani hiyo imekufunga, ni wakati wako usimame, waambie Bwana, maisha haya, hali hii inanitesa, watoto hawa, mume huyo, mke wangu, wenda mateso yako hata sio yako, ni ya mke wako, na unajua historia ya kwa ambia Mungu, ninajua watu hawa ni wazinzi tu, na nilioa mwanamke huyo kwa kumpenda, lakini uzinzi umetawala kwa ndoa yangu. Ninatubu, utubu kwa sababu ya hiyo damu, tubu kwa ukoo ule. Ambia Bwana, mimi nakataa kuteseka, kuhangaika na kulia kwa sababu ya hii damu niliyoipenda. Bwana, nitakasie na uniondolee. Ni wakati wa kuomba. Haya mateso yamekufunga, huenda unajua jinsi gani yamekufungia, ama una historia yake. Simama, ambia Bwana, hata kama ni uchawi, hata kama ni uganga, ambia Bwana, leo nina ukweli ya kwamba ninateseka hivi kwa sababu uganga huu, kwa sababu uchawi huu, ninauelewa uko hivi na uko vile. Naomba Bwana unifadhili, niondolee na unifungue, niondolee na unibariki, na pale tutabarikiwa. Amen. Amen. Tunaporudi kwa kitabu cha Ezekieli mlango wa 6 mstari wa 11, neno la Bwana linasema, Ezekieli akaomba. Bwana Yesu asifiwe. Akapiga miguu yake chini, akapiga mikono yake, akasema ole, yani akasema staki. Bwana Yesu asifiwe. Akakemea kila lahana, akakemea kila dhambi. Mlango wa 6 mstari wa 11 kitabu cha Ezekieli. Ezekieli akapiga miguu chini, akaambia, wewe damu niliyozaliwa ndani, damu ya uchawi na uganga, na kukataa sasa. Akapiga mikono yake, akaambia, damu ya ujambazi, wewe nimekuishi ndani yake, niondoke sasa. Na Bwana akamuondolea. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ndio maana tunaenda kwa toba,
ya kupiga miguu na mikono, kwa sababu tunajua Ezekieli alipiga mikono yake, alipiga miguu yake chini, akisema ole wa dhambi hili. Bwana ondoa, akisema Bwana hatia hii inanitesa, ninaipinga siku ya leo, niondolee kwangu. Ezekieli akaomba, naye Bwana akatenda. Bwana Yesu asifiwe. Ezekieli mlango wa 12, neno linasema ya kwamba Ezekieli akajielewa, mimi nilizaliwa katika nyumba ya wale wameasi. Bwana Yesu asifiwe. Ezekieli akajielewa, mimi mapito ninayoyapitia, mimi uchungu ninayouishi, shida zinazonisomba, maisha haya ninakaa nayo, yale si ya kutukuza na kupendeza, ni kwa sababu nimefungwa, ni kwa sababu nimezaliwa ndani ya ukoo wa wale walioasi. Ezekieli alijua kwao kuna wachawi. Ezekieli alijua kwao kuna waganga. Ezekieli alijua kwao kuna ujambazi, kwao kuna uzinzi, kwao wanamwaga damu. Ezekieli alijua yale madhabahu yaliye kwao, yale madhabahu yaliyowafunga. Ezekieli akaambia Bwana, siku hii ya leo, siku ya leo, Ezekieli akaambia Bwana, siku hii ya leo, mimi ninatoboa ukuta, mimi ninavunja ule ukuta, ninapita mahali pale, ninahama na mizigo yangu, ninaondoka mchana. Watajua ya kwamba mimi si mchawi, watajua ya kwamba mimi si mganga, watajua ya kwamba mimi si mwenye dhambi tena. Nitatangaza wokovu wa Bwana. Ezekieli akavunja ukuta. Kwa hivyo ni wakati wako mpendwa, uweze kusimama sasa, kwa sababu sio rahisi ukavunja ule ukuta, ukavunja tamaduni za kwenyu, ukavunja machozi ya kwenyu, ukavunja vilio vya kwenyu. Haleluya! Mtakatifu. Amen. Tusimame. Tusimame. Aliye na masikio na asikie.